ومن حقوقهم katika haki za watawala an-nasihatu lil-amiri sirran ba'idan an al-itharati wat-tahwil. Sisi katika da'wa yetu katika kuwapa haki watawala ni kuwapa nasaha kwa siri. Kuna watu wanapata fursa ya kukutana na viongozi mbalimbali kama ni mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, waziri mkuu, makamu wa rais na watu mfano kama hao. Wana dukuduku la wakereketa huko katika nafsi zao. Wakipata nafasi ya kukutana nao, badala ya kuwafikishia lile la haki wanalolijua ambalo linawakereketa, wao ndio mwanzo wanapeleka proposal zao pale wakitaka mapesa na kusifu kwa unafiki. Haya yalipita sana hapo nyuma. Mtaani watu walia wakikutana na kiongozi wanasifu kupita maelezo, mpaka wengine watakufanya kuwa huu Mungu nini hii. Lakini wakati huo ukimwona mtawala hayuko katika hali hiyo ya ususuwavu, mathalan watataka kumparamia kwenye mimbar, kwenye majukwaa, kwenye madhabahu na sehemu mbalimbali, eti wanaidai haki. Sasa katika Uislamu sisi tutafundishwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ukirudi kwenye kitabu cha al-Imam Ibn Abi Asim na wengineo, utakuta na hadithi iliyopokewa kutoka kwa sahaba anaitwa Iyadh ibn Ghanmi radhiyallahu anhu, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man arada an yansah li dhi sultanin fala yubdihi alaniya waliyakhudh biyadihi waliyakhlu bihi fa in sami'a minhu fadhak wa illa adda alladhi kana alayhi lahu. Katika riwaya nyingine imekuja hivyo, anayetaka kumnasihi kiongozi mwenye mamlaka asimdhihirishie dhahiri shahir. Usisimame kwenye majukwaa ukaanza kumkataza maovu, halitasaidia hilo. Sikwambii kumkashifu ukasimama mbele ya hadhara za watu, mbele ya raia, mbele ya vijana, pengine wengine ni wa makamu ya mtoto wa huyo kiongozi aweza kuwazaa, ukamtukana yeye na baba yake na mama yake na familia yake, ukamtukana kwa madai kwamba unataka haki. Sheria ya Kiislamu akwambia hapana, hata kama unaodai haki usiseme mbele za watu, nenda faragha.